Kwa mujibu wa Sokametrics ambao wamepewa ithibati ya kukusanya na kutuwekea data zote za ligi kuu Tanzania bara, Alan Okello ndiye ambaye anastahili kuwa mchezaji bora wa mwezi wa 5. Yes, umesikia vizuri. Ndiye anayestahili kuwa mchezaji wa mwezi wa 5 kwa mujibu wa kila ambacho Sokametrics wamekifanya, kuweka takwimu za wachezaji wote watatu ambao wamekuwa na performance nzuri. Nadhani swala nimewahi kulizungumzia mara kadha kwenye some episodes, so ni sawa na wewe pia ukapita huko nyuma ukatazama kile ambacho nilikizungumzia. Lakini hapa nitaweza kufanya mjumuisho wa hizi takwimu jinsi ambavyo zilivyo, na tutatazama takwimu moja baada ya nyingine, na pia sisi wenyewe tutaweka uchambuzi wetu kwa mujibu wa hizi takwimu, kwa sababu kuziona takwimu ni jambo moja na kuzichambua takwimu na kuzimaanisha ni jambo jingine kabisa. So tutazipitia takwimu zote zilizowekwa na Sokametrics, lakini pia tutajaribu kuzichambua kwenye muktadha wa kwetu sisi na jinsi ambavyo tunavyoamini kwamba hizi takwimu zimezingatiwa. Tutaanza na mchezaji wa kwanza ambaye amepata rate ndogo sana, na hapa namzungumzia mchezaji Faisal Salum Toto Abdullah. Ndiye ambaye amepata rate ndogo zaidi. Amepata rate ya 8.3. Faitoto kwenye mwezi wa 5 alicheza mechi 6. Kwenye hizi mechi 6 aliweza kucheza dakika 508, akafunga bao 7 na kutoa assist moja. So kwenye mechi 6 ambazo Faisal alicheza, aliweza kuhusika kwenye mabao 8 kwenye mechi 6. Kwenye eneo la kuattack, kwa maana timu ikiwa inashambulia, bado Faitoto alionekana kuwa nguzo imara ya Azam FC. Kwanza magoli 6, assist moja. Kwenye magoli 7 aliyofunga ni sawasawa na shoot on target 9. Hapa kimsingi tunamaanisha matumizi ya nafasi kwa asilimia. Okay, ngoja tujumlishe zote. Shoot of target ni 7. So kwa ujumla wake alipiga jumla ya mashuti 16 kwenye lango la timu zote alizocheza nazo. Kwenye hayo mashuti 16 alifunga mabao 7 na assist moja. Maana yake ni tunazungumzia matumizi ya nafasi kwa asilimia 55 ya nafasi ambazo alizitengeneza alikuwa na madhara ya hatari. Lakini pia alipiga key pass 2. Maana yake pasi iliyozalisha assist ya goli, yani ile pasi inayopigwa before assist, alipiga 2. Kwenye mechi hizo 6 alizocheza alitengeneza nafasi kwa maana ku create chance mara 19. Angalau kwenye mchezo mmoja Faitoto angetengeneza nafasi 2 za bao. Yes, alipiga jumla cross 7 na akaugusa mpira kwenye box mara 28. Mguso wake kwenye box ni mara 28. Na mashuti yake ambayo yalikuwa blocked ni 2 mashuti aliyopiga. Hilo ni kwenye lile eneo la attack, kwenye timu inaposhambulia. Kwenye eneo la defense, Faitoto amekuwa na performance nzuri sana. Ameintercept mipira 10. Tunavyozungumzia kuintercept ni pale ambapo timu inajaribu kupiga pasi za kushambulia, and then mchezaji anakotokea anaukua pole mpira anauingilia kati. Ninyi mnaitaga kukata umeme. Amekata umeme mara 10. Elliot Duos 1, mipira ya juu ya vichwa aliyopambania na kushinda ni 10. Grand Duos, ile mipira ya chini aliyopambania na kushinda ni 12. Kwenye michezo 6, maana yake kwenye kila mchezo angeshinda Grand Duos 2. Kwenye vichwa, maana yake kwenye kila mchezo angeweza kushinda michezo ya juu mara 2 au mara 1. Lakini kwenye eneo la discipline amepata kadi moja ya manjano. Huyu ni Faitoto na takwimu zake ambazo zinaonyesha hivyo, akiwa amepewa rate ya 8.3. Aliyepewa rate kubwa zaidi anayefuata ni Chama Clatous, ambaye of course amekuwa na namba nyingi nzuri sana. Chama amecheza mechi 6, dakika 500 neti, na amefunga mabao 5 na kutoa assist 4 kwenye upande wa magoli. Tuanze kwenye eneo la kuattack. Chama Clatous amefunga magoli 5, assist 4, kwa maana yake amehusika kwenye magoli 9 kwenye mechi 6. Amepiga shoot on target 9 na zote kafunga. Huyu jamaa ana off target, si kama naeleweka. Amepiga shoot on target 9 na zote kafunga. Ana off target hata moja. Chama Clatous amepiga key pass 7. So
ana pasi nyingine ambazo zimefungua mchezo na kupelekea kupatikana kwa goli 7 kwenye michezo 6 aliyocheza. Maana kwenye kila mchezo Chama angeweza kupiga key pass moja. Ametengeneza nafasi 22 kwenye mchezo mmoja. Tunazungumzia karibia nafasi 3 kwenye kila mchezo. Kwenye michezo 6 nafasi 22. Amepiga cross 8 na ameugusa mpira kwenye box mara 52. Mashuti yake ambayo yalikuwa ni blocked ni mashuti 3. Kwenye eneo la defense pia this guy amefanya vizuri kwa sababu ameintercept mara 17. Kumbuka Feitoto alikuwa na intercept ngapi? Kumbuka Feitoto, kumbuka alikuwa nazo 10. Hiki chuma kilikuwa kina intercept mara 17. Kumaanisha kwamba Chama Clatous amechukua mipira na kurecover mara nyingi kuliko hata Feitoto. Amefanya tackle moja ambayo kimsingi Feitoto hajafanya. Lakini pia Elio Duos alizoshinda Elio Duos 8. Feitoto alikuwa nazo 10. Ground duels, mipira chini ambayo Chama ameshinda ground duels 17. Imagine ground duels 17 kwenye michezo 6. Maana yake hii amemzidi hadi Feitoto. Lakini pia kwenye eneo la discipline si mzuri sana kwa sababu amepata kadi moja ya manjano. Sasa huyo ni Chama Clatous. Mchezaji ambaye anaonekana kwamba huyu sasa anawezekana akawa mchezaji bora wa mwezi ni pamoja na Alan Okello. Namba zake zinavutia sana. Alan Okello amecheza michezo 6. Dakika 521. Amefunga mabao 9 na kutoa assist 1. Maana yake kwenye mabao 6 amefunga mabao 10 kuliko wachezaji wengine wote akiwemo Chama pamoja na Faisal Salum Toto Abdallah. Lakini kwenye mabao aliyofunga ni sawa na shoot on target 13 na shoot off target 7. Maana yake ni kwamba amepiga jumla mashuti 10 kwenye lango la timu pinzani na amefunga mabao 10, 20 kwa 10. Maana yake ni matumizi ya 50% ya nafasi alizozipata. Alikuwa na key pass 5 kwenye mchezo, akizidiwa na Chama aliyekuwa na key pass 7. Lakini Alan Okello ametengeneza nafasi nyingi zaidi. Ametengeneza nafasi 24. Kwa maana yake ni kwamba amemzidi Chama Clatous nafasi takriban 2. Amepiga cross 12. Chama yeye alipiga cross 8 tu. Ameugusa mpira kwenye boxi la timu pinzani mara 53 na hapo pia amemzidi Chama. Mashuti yake ambayo alizuiliwa ni 4. Lakini kwenye eneo la discipline, la defense, amefanya interception 14 akizidiwa na Chama interception mara 2. Lakini alikuwa na aerial duels 2 kutokana na kimo chake na maforojia yake aimruhusu ifanye hivyo. Alikuwa na ground duels alizozishinda zilikuwa ni 9. Si mzuri sana kwenye eneo la kudefense. Kwenye eneo la discipline yuko vizuri kwa sababu mpaka hivi sasa ana kadi yoyote ya manjano. Huyu ni Alan Okello. Kwa takwimu hizi zimeangaza kwenye maeneo yote, timu ikiwa na mpira na timu isipokuwa na mpira. Kwenye eneo la timu ikiwa na mpira na timu isipokuwa na mpira, aliyekuwa na mchango mkubwa zaidi ni Chama Clatous kwenye aina ya mechi ambavyo ilivyokuwa. Kwenye aina ya mchango wa timu kwenye kushambulia ni Alan Okello. So my take is Chama Clatous, Alan Okello wote wamefanya vizuri, but to be honestly complete player kwangu mimi ni Faisal Salum Toto Abdallah, ndiye ambaye ana deserve kushinda hii tuzo ya mchezaji bora wa mwezi. Wewe unasemaje? Let me know katika comment na utakuwa umefanya jambo la maana sana ukiniandikia. Naitwa Almachus Kanyasi. Asante, bye bye.